Pengine hizi zinaweza zikawa ni habari njema kwa kiasi fulani, hususan kwa safu ya ulinzi ya Wekundu wa Msimbazi Simba kuelekea mechi yao ya pili ya robo finali kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya Al Masry itakayochezwa kwa Mkapa jijini Dar es Salaam. Ni kwamba miongoni mwa wale washambuliaji wa Al Masry, wale viherehere, ndio katika kuwadhuru wapinzani, kuna uwezekano mkubwa hatocheza katika mechi hii, hata jezi hatavaa. Huyu sio mwingine, ni mshambuliaji wa kimataifa kutoka Nigeria, anaitwa John Okoye Ebuka. Yes, John Okoye Ebuka. Kwa taarifa zilizopo ni kwamba huyu hata kuwepo katika mechi hii kutokana na majeraha aliyoyapata katika mechi yao ya kombe la FA kule nchini Misri walilocheza dhidi ya Cleopatra Ceramica siku ya Jumamosi, mechi ambayo ilimalizika kwa sare ya 1-1. Ikumbukwe huyu John Okoye Ebuka, ninaposema ni kiherehere, ni katika kile anachokifanya anapopata nafasi ya kucheza. Anawadhuru wapinzani. Wapinzani wanapokuwa na mipango yao, mipango ya kuwapatia ushindi ama sare, basi yeye huwa anakwenda kuitibua. Au wakati mwingine wanapokuwa na mipango ya kuhakikisha wanapata ushindi kwa tofauti kubwa ya mabao, yeye anapopata nafasi anakwenda kuitibua, kwa sababu huwa anahitaji dakika chache tu kuwapo uwanjani ili kuwadhuru wapinzani. Mchezaji huyu wa kimataifa wa Nigeria ni mshambuliaji, hucheza katika nafasi sawa na anayocheza Salah Mohsen. Salah Mohsen tunakumbuka vizuri, mchezaji wa kimataifa wa Misri, yeye mgongoni ni nambari 9. Sasa Salah Mohsen ndiye chaguo la kwanza la kocha Ali Mahar aliyetangulia, lakini hata kocha wa sasa wa Al Masry huyu Anis Bujalbene amekuwa akimtanguliza Salah Mohsen kama mshambuliaji wake kinara katika mfumo wa baada ya golikipa 4-3-3 ama 3-4-3. Yule mshambuliaji kinara huwa ni Salah Mohsen. Sasa Salah Mohsen anapopumzishwa, mbadala wake hivi karibuni amekuwa akitumika zaidi huyu John Okoye Ebuka, mchezaji wa kimataifa kutoka Nigeria. Na mara zote anapopata dakika za kucheza japo chache, basi uzitumia vyema kwa kuhakikisha anawadhuru wapinzani. Na ndicho kilichotokea katika mechi iliyopita kwenye uwanja wa Suez Canal Authority Stadium kati ya Simba dhidi ya wenyeji Al Masry kwenye mechi ya kwanza ya robo finali kombe la shirikisho barani Afrika. Tunakumbuka vizuri, ni mechi ambayo Simba walifungwa na wenyeji mabao 2-0. Yani wenyeji Al Masry walishinda 2-0 dhidi ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Mpaka dakika 89 Simba walikuwa nyuma kwa bao 1-0 katika mechi ambayo mambo mengi walikuwa wanafanya vizuri kasoro kuweka mpira wavuni. Sasa kwa matokeo ya 1-0, maana yake ni kwamba Simba kazi yao ingekuwa rahisi zaidi, kwamba walipaswa katika mechi ya marudiano jijini Dar es Salaam wakishinda walau 2-0 wanasonga mbele. Lakini wakishinda kwa tofauti ya mabao mawili yoyote ile, 3-1, 4-2, 5-3, vyovyote vile Simba wanasonga mbele, alimradi kuwa na tofauti ya mabao zaidi ya bao moja, endapo ingeisha kwa 1-0. Lakini pia Simba kama ungeshinda 1-0 katika mechi ya marudiano, maana yake ingekuwa sare, ingekuja kwenye mikojo ya penalty kumpata mshindi. Kwa lugha nyingine, kazi ingeendelea kuwapo kwa Simba katika kuhakikisha wanasonga mbele, lakini kungekuwa na unafuu zaidi endapo ingekuwa 1-0. Lakini huyu John Okoye Ebuka aliingia katika dakika 78 kwenye mechi hii, tunakumbuka vizuri. Ni baada ya kutoka yule ambaye hutoka mara zote kumpa nafasi, huyu si mwingine ni Salah Mohsen. Alipoingia John Ebuka, maana yake hapa alicheza kwa dakika 12 tu kwenye mechi hii, maana aliingia wakati zimebaki dakika 12 mechi kufikia mwisho. Mwamuzi Bubu Traore kupuliza kipenga cha kuhitimisha mchezo. Lakini kwenye dakika hizi 12 mwamba huyu akaongeza harakati kubwa za Al Masry kuelekea lango la Simba. Ikumbukwe Simba ndio ilikuwa timu ya kwanza kwenye mechi hii ikimiliki zaidi mpira, muda mwingi mpira ukichezwa katika nusu ya pili ya uwanja wa Simba, kwa maana kwenye eneo la wenyeji Al Masry. Lakini Al Masry mipango kazi yao, kwa kuona kana kwamba hawezi kupishana na Simba, walikuwa wanashambulia zaidi kwa kushtukiza, tunasema counter attacks, mashambulizi ya kujibu. Sasa alipoingia John Okoye Ebuka, kasi hii ya kushambulia kwa kushtukiza ikaongezeka zaidi, kwamba mipira michache aliyoipata Al Masry ikawa na madhara zaidi. Matokeo yake ni nini? Huyu John Okoye Ebuka akagusa mipira, tunasema touches, akagusa mipira mara 11. Kwa dakika hizi 12 mwamba akagusa mpira mara 11. Dakika hizi akafanya nini? Akatoa pasi alizotoa zilikuwa 3 tu, halafu iliyofika ilikuwa ni pasi moja.
lakini akafanya jitihada za kupiga mashuti. Ndio, akapiga mashuti yenyewe kwa dakika hizi 12 alipiga shuti moja tu, nalo lilenga lango, na shuti hili lilikuwa ni katika dakika 89 katika shambulizi la kujibu la Al-Masri, likawezesha wao kupiga shuti la kulenga shabaha. Kati ya mashuti 7 waliopiga katika mechi hii, moja wapo lilikuwa hili katika dakika ya 89. Golikipa Musa Pimpin Kamara, tunakumbuka vizuri, aliucheza mpira huo lakini kwa kuutema kwa ndani. Wakati alipoutema tu, mwamba huyu Ebuka alikuwa tayari ameshafika. Kufika alichofanya ni kana kwamba aligongeshwa mpira na Kamara, ukijaa wavuni na kuifanya Al-Masri iibuke na mabao 2-0, huku yeye akishangilia sana bila shaka kwa kuona kana kwamba anatekeleza vyema kazi ya mwajiri wake mpya. Ndio, mpaka mwisho wa mchezo Simba wakafa 2-0. Aliyesababisha matokeo kuwa 2-0 ni yeye huyu John Ebuka kwa dakika tu 12 alizokuwepo uwanjani. Lakini ndio kawaida yake, sio tu mechi dhidi ya Simba. Hivi karibuni ikumbukwe, huyu John Ebuka amesajiliwa na Al-Masri wakati wa usajili wa dirisha dogo. Ametua Februari mwaka huu, Februari 2025 ndipo rasmi ametua katika klabu ya Al-Masri, na ameanza kucheza katika dakika chache akipishana nafasi na Salah Mohsen kama nilivyotoka kueleza. Hivi karibuni katika mechi mojawapo Al-Masri walitoka sare ya 1-1 dhidi ya Z. Yes, Al-Masri dhidi ya Z iliisha 1-1. Ili bao moja alilifunga yeye wakati alipopata nafasi ya kucheza katika mechi hii badala ya Salah Mohsen, alilifunga katika dakika ya 77. Hiyo haitoshi. Hivi karibuni tena walifungwa katika mechi mabao 3-1 na timu ya National Bank of Egypt. Yes, walifungwa 3-1 katika mechi hiyo. National Bank of Egypt walishinda 3-1. Ilo bao moja la Al-Masri lilifungwa na yeye Ebuka katika dakika ya 90+2. Ilikuwaje kwenye mechi hii? Ni kwamba ilikuwa wako nyuma 3-0. Katika muda huo akafunga bao hilo la kuwafanya waambulie la kufuta machozi. Hiyo haitoshi tena. Kuna mechi nyingine tena walicheza dhidi ya Smuha ambayo walishinda wao 3-0. Al-Masri walishinda 3-0 dhidi ya Smuha. Tena ilikuwa ugenini, Smuha dhidi ya Masri walishinda 3-0. Mechi hii mpaka dakika ya 84 ilikuwa Al-Masri wanaongoza kwa mabao 2-0. Kufikia muda huo yakafanyika mabadiliko. Akaingia John Okoye Ebuka. Maana yake ni kwamba alipata dakika 6 tu za kucheza. Kufika dakika ya 90+, mwamba akatupia bao, akaifanya Al-Masri iondoke na ushindi wa mabao 3 kutoka mabao 2. Kwa hiyo anapoingia kuelekea mwishoni mwa mchezo, dakika chache tu huwa ana madhara makubwa kwa wapinzani, na wakati mwingine unaweza ukafikiri yuko offside. Lakini kama ilivyothibitika katika mechi dhidi ya Simba, alionekana kana kwamba labda yuko offside. Ilipoangaliwa kwenye VAR hakuwa offside, ni bao safi, akaipa ushindi Al-Masri, akanogesha ushindi kutoka 1-0 kuwa 2-0, na mechi dhidi ya Smuha akaongeza bao ikawa 3-0. Sasa katika mechi hii kwa Mkapa, Simba inahitaji ushindi wa tofauti ya mabao 3 ili kusonga mbele. 3-0, 4-1, 5-2, 10-7, vyovyote vile. Sasa maana yake ni nini? Njia ya kwanza ya Simba ni kuhakikisha hawaruhusu bao kwao wakati wao wakitafuta mabao ya kufunga. Huyu John Okoye Ebuka akipata nafasi, maana yake ni miongoni mwa hatari za kuelekea langoni la Simba kutokana na namna nilivyotoka kuelezea. Ikumbukwe, Simba wakifunga kwa mfano mabao 3-0, halafu kuelekea mwishoni mwa mechi akaingia huyu mwamba, mchezaji wa kimataifa kutoka Nigeria mwenye miaka 28, urefu wake 5 inchi 8, guu lake lenye nguvu zaidi la kulia, halafu akafanya ya kuyafanya katika kama alivyofanya mechi iliyopita kule mjini Ismailia, katika mechi ambayo Simba amefungwa 2-0, kama alivyofanya katika mechi yao dhidi ya Z, kama alivyofanya katika mechi yao dhidi ya Smuha, kama alivyofanya katika mechi yao dhidi ya National Bank of Egypt. Maana yake angeweza kuitibulia Simba mipango inapoongoza kwa tofauti ya mabao 3, halafu yeye anaingia anakwenda kufunga bao kuelekea mwishoni mwa mchezo. 3-1 Simba nje. Ndio 4-2 Simba nje. Kwa mfano Simba inaongoza 4-1, mfano hapo tunazungumzia mifano, maana uhalisia tutaupata uwanjani. Halafu mwamba anaingia kuelekea mwishoni mwa mchezo, anatupia mabao, maana amekuwa mtaalamu kuelekea mwishoni mwa mchezo kufunga mabao namna hii. Maana yake angeitibulia
hesabu zake Simba, hesabu za Watanzania kuhakikisha Simba inasonga mbele kwa hatua ya nusu finali kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu 2024-2025. Sasa waliopo wana hatari kubwa, lakini huyu mwamba John Okoye Ebuka naye ana hatari kubwa zaidi, hasa pale mwalimu Anis Bujalbene anapotafuta mpango kazi B kuelekea mwishoni mwa mchezo ili kupata matokeo wanayoyapata. Taarifa za kuumia kwake katika mechi dhidi ya Cleopatra Ceramica hakika ni taarifa njema, na pengine yule ambaye anaamini katika stori za utani juu ya wazee wafupi wa Simba pengine atapata nguvu kwamba kweli wazee wafupi wa Simba noma, maana pengine mambo yao yamemfanya huyu kiherehere John Okoye Ebuka aliyefungia Al-Masry bao la pili katika mechi ile akimtungua golikipa Kamara, pengine wamechangia mambo fulani asicheze. Tunajua ni utani tu, lakini kwa ufupi ni kwamba kukosekana kwake kumepunguza hatari mojawapo kati ya hatari nyingi zinazoweza kuletwa na Al-Masry. Hata hivyo, cha kukumbuka ni kwamba kukosekana kwake haimaanishi Al-Masry ndio kwisha kabisa pale mbele. Wanao watu hatarishi zaidi wanaoanza katika kosi cha kwanza. Fakhreddin Ben Yusuf yupo, lakini pia huyu Salah Mohsen yupo. Degmoun Abderrahim aliyefunga bao la utangulizi siku ile yupo, na wachezaji wengine wakina Karim Bambo aliyefunga bao dhidi ya Ceramica, Cleopatra Ceramica wakati wanatoka sare ya 1-1 Jumamosi, na wengineo wengi. Ni juu ya Simba kujipanga zaidi kucheza na Al-Masry ambao wanatarajiwa watapoteza muda sana ili wapate matokeo wanayotaka, ambayo ni kuhakikisha wanashinda, pili kupata sare yoyote, na kama wakifungwa basi tofauti ya mabao isifike mabao matatu, bali pengine 1-0, 2-1, 3-1. Wao wanahitaji matokeo namna hiyo ili kusonga mbele, kwa sababu wanalindwa na mtaji wao wa ushindi wa mabao 2-0 kwenye mechi iliyochezwa Aprili 2 kule kwao nchini Misri. Je, itakuwa vipi? Ni vyema ukafahamu kwamba sisi tunapewa nguvu kubwa na mabasi ya Jada Luxury Coach. Yanakuhakikishia usafiri kutoka Dar es Salaam, Moshi mpaka Arusha, na siku zote safari zake huanzia Mbande, lakini kuna vituo maeneo kama Shekilango na kwingineko. Mabasi ya Jada Luxury Coach ni kama ndege za ardhini, na mabasi ya kisasa yanayokufanya ufike safari yako ukiwa huna uchovu wowote. Ndani ya mabasi hayo kuna huduma ya matangazo mubashara ya Azam Media ambayo hukuhakikishia kutazama mechi mubashara za ligi kuu Tanzania bara, ligi ya kule Hispania La Liga, ligi ya Ujerumani Bundesliga, na matangazo mengine ya Azam kama sinema zetu, tamthilia na kadhalika. Lakini vile vile mabasi ya Jada Luxury Coach yanakupa huduma nzuri ya usafiri wa mizigo na vifurushi. Vifurushi vyako, mizigo yako unaweza kuisafirisha kwa salama, kwa uhakika na kwa wakati kupitia mabasi haya ya Jada Luxury Coach. Wasiliana nao kupitia nambari za simu unaziona hapo ili kufanya booking kwa ajili ya usafiri wako na mizigo yako.